Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Nataka tu nikasome mistari michache, nikaelezea ninapoendelea na ninafundisha ama ninahubiri juu ya the power of unity. Maandiko inasema ya kwamba Matendo ya Mitume 12 na kuanzia mstari wa 3. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Now it was during the days of unleavened bread. So when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Ninataka nikaweze kusoma verse number 5. Peter was therefore kept in prison, but the constant prayer was offered to God for him by the church. Maandiko inasema ya kwamba wakati Herode alipoona ya kwamba imependeza watu, alipomuua ndugu yake John ambaye anaitwa James, alipomuua akaona hicho kitendo kimefurahisha watu, akasema wacha niwafurahishe tena. Akaenda akamchukua Peter ambaye alikuwa ameachwa aongoze kanisa la Yesu, akamweka gerezani na akamweka chini ya ulinzi wa askari vikundi 4. Maandiko inasema ya kwamba alikuwa anangojea hiyo siku ama hiyo sikukuu ambayo inaitwa ya unleavened bread ama ya hiyo sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Na maandiko inasema alikuwa anatarajia baada ya Pasaka akaweze kumleta naye amue. Maandiko inasema ya kwamba lakini Wakristo wakaungana wakaanza kumuombea pasipo kukoma. Praise God. Amen. Watu wa Mungu, nataka nikuambie ya kwamba Biblia inanionyesha ya kwamba Peter angeuawa kwa sababu Yakobo aliuawa. Lakini wakati watu wa Mungu walipoona ya kwamba huyu mtu atauawa, Bible inasema ya kwamba wakaunganika pamoja na wakaanza kumuombea pasipo kukoma. Maandiko inasema constant prayers. Kila wakati walikuwa wanaenda mbele za Mungu wakiomba Mungu mkomboe, mtoe mikononi mwa Herode, wakiamini Mungu ya kwamba tunakuamini Mungu akaweze kuachiliwa. Na hawa watu hawakukoma, waliendelea kuitana na kuitana. Hata kama sijasoma huko kwingine, Biblia inanionyesha ya kwamba the power of unity ya Wakristo ikafanya Mungu atumane kutoka juu, akatuma malaika, akakuja akamuguza Peter na akaweza kumtoa gerezani. Peter hata alikuwa anaona kana kwamba ni maono, lakini kuna mahali alifika akaona ni kweli, na akaenda kukuta hao brethren na akabisha mahali ambapo kulikuwa na kijakazi ambaye alikuwa anaitwa Roda, wakaweza kumfungulia. Hii jambo nataka nikuambie ya kwamba wakati wa Kristo wanaishi kwa umoja, wakati wa Kristo wanapokuwa watu wa kuvumiliana na kuishi kwa upendo, wakati wako na mwelekeo mmoja, mambo makuu hutendeka. Praise God. Amen. Watu wa Mungu, nataka nikuambie siku ya leo ya kwamba siri moja ya kuona katika maisha yako kukitendeka mambo yasiyo ya kawaida ni wakati tunapoishi na tunapokaa tukiwa na ushirika, tukiwa na umoja, tukijua ya kwamba tuko na mwelekeo mmoja, kama vile maandiko imetuambia kwa kitabu cha Ephesians ya kwamba kulingana na yule mwito tumeitwa tukaweze kutembea kwa mienendo ambayo inaonyesha ya kwamba mwito wetu huko, na maandiko inasema ya kwamba tukatembee kwa upole na unyenyekevu, tukivumiliana kila mmoja na mwingine. Na Biblia inasema ya kwamba kwa sababu tumeitwa na tuko chini ya mwili mmoja wa Kristo, maandiko inasema tuko na roho mmoja na tuko na tumaini moja. Maandiko inasema Bwana ni mmoja, ubatizo ni mmoja, na kila kitu ambacho Mungu amepeana
pasipo kubagua. Kila mmoja, kila umepatiwa nimepatiwa, na kwa hivyo ndio tuweze kuishi pamoja. We need to love one another, we need to bear one another, we need to be patient with one another, na sisi wote tunafaa kuishi katika upendo ama katika umoja, na umoja huletwa na watu kuishi kwa amani. Praise God. Amen. Siku ya leo nataka kuelezea kanisa ya kwamba kuna kitu inaitwa the power of unity of the body. Praise God. Amen. Wakati mwili wa Kristo umeunganika, kuna nguvu ambazo huwa ziko pale, na kama kuna kitu Mungu anajua cha maana, ni wakati watu wameungana, wanakuwa watu ambao wako na umoja. Praise God. Amen. Watu ambao they have unity. Maandiko inasema kwa kitabu cha Psalms 133 pale mwisho ya kwamba where there is unity, God commands blessings and life forevermore. Amen. Mahali kuko na umoja, maandiko inasema Mungu huamuru baraka na uzima wa milele, ama uzima ambao unaendelea, because there is unity. Watu wa Mungu, nataka siku ya leo ukajue ya kwamba kuna jambo ambalo shetani hutaka kufanya kwa watu ambao wako katika mwili mmoja. Shetani akiona mko katika umoja, kuna wakati huwa anakuja na anajaribu kuleta matengano, na hii matengano huwa anaileta si kwa sababu wewe ni mzuri kuliko mwingine, ni kwa sababu unashindwa kuishi na hao wengine. Wakati tunatenganishwa, that is how the enemy is able to attack you, kwa sababu anajua ya kwamba ukiwa peke yako hauna nguvu. Praise God. Amen. When you are alone, you are powerless. Lakini mkiwa wengi, kuna nguvu ambazo hutokana na wingi. Maandiko inasema ya kwamba mmoja atafukuza 1000, wawili watafukuza 1000. Nauliza kanisa, one will chase away 1,000 and two will chase away. Bwana sifiwe. Watafukuza 10,000. Mahali watu wameungana na hawa watu wanaishi kwa upendo, nataka nikuambie kuna nguvu za ajabu ambazo huachiliwa hapa. Hatuwezi tukasema kwa sababu mmoja anafukuza 1000 ama 2000 ati wawili watafukuza 4000. When you become two, it is more powerful. Praise God. Amen. Na Mungu ndio aweze kusisitisia kanisa lake tukaishi kwa umoja. Hata Mungu mwenyewe, maandiko inasema he is called Holy Trinity. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ni mmoja katika. Bwana asifiwe. Amen. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Huyo ni Mungu mmoja. Mungu hakai akiwa ametengana, ati yaseme mimi niko peke yangu na yule peke yake. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, huyo ni Mungu ambaye anaitwa Elohim. Na ukisoma kwa scriptures zote utakuta ya kwamba huyu Mungu ambaye ako in these three forms, Father, Son and the Holy Ghost, dunia iliumbwa kwa ajili yake ama niye ameumba. Maandiko inasema ya kwamba he upholds the world by the power of his word. Dunia ameishikilia kwa nguvu za neno lake. Ukisoma maandiko utakuta ya kwamba you cannot tell ni Mungu kama ni Baba ama ni Mwana ama ni Roho Mtakatifu anayefanya kazi, kwa sababu ukikuta Mungu Baba hapa, pia ukisoma utakuta hata Mwana alikuwa pale, hata Roho Mtakatifu alikuwa pale. Mungu akifanya kazi akiwa vile sasa Father, Son and Holy Spirit wakiangalia hiyo kazi wanaona it is good. Bwana asifiwe. Lakini ikifanywa kama Mungu angetuonyesha kutengana, nataka nikuambia ya kwamba hatungekuwa, we cannot go far. Mungu mwenyewe alituonyesha ya kwamba yeye vile alivyo ni kwamba there is power in unity. Praise God. Amen. Wengi kuwa mmoja. Praise the Lord. Amen. Na hata wakati aliumba Adam, Biblia inatuonyesha ya kwamba
akasema it is not good huyu mtu akae peke yake. Wakati alipomuubia akamuubia Eve, maandiko inasema alipowapeleka, maandiko inasema ya kwamba na kwa sababu hiyo, maandiko inasema ya kwamba mtu atatoka kwao, wataungana wawe kitu kimoja. Mungu hakusema watakuwa wawili, alisema atoke kwao, akuje waungane, na sasa hawa wawili wawe kitu kimoja. Do you see? Mungu anapenda sana, even if you are many, Mungu huwa anapenda muwe kitu kimoja. Lakini Mungu hapendelei wakati watu wanakaa kando. When you are not together, you are weak. Praise God. Amen. Na nilikuwa ninasoma kwa kitabu cha Ecclesiastes chapter number 4, na nikaona ya kwamba wakati nilikuwa ninasoma kitabu hicho cha Mhubiri, Biblia inasema ya kwamba faida ya watu wawili, inasema ya kwamba ama watatu. Verse number 9, maandiko inasema ya kwamba two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion, but woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him. Again, if the two lie together, they will keep warm. But how can one be warm alone? Though one may be overpowered by another, two can withstand him, and threefold cord is not quickly broken. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko inasema ya kwamba wawili ni wazuri kuliko mmoja. Na maandiko inasema ya kwamba kazi yao itaweza kulipwa vizuri. Kama mmoja akianguka, mwenzake atamuinua. Maandiko inasema ya kwamba ole kwake yule aliye peke yake wakati anapoanguka, hakuna mtu atamsaidia. Maandiko inasema pia wawili wakilala pamoja wataweza kuleta joto. Praise God. Amen. Maandiko inasema mmoja peke yake atapata joto wapi? Maandiko inasema ingawa mmoja anaweza kushindwa, wawili without me, even you yourself, you cannot go far. Praise God. Hata wewe peke yako hauwezi enda ba. Na wacha nikuambie, kwa sababu sina masaa mengi, nataka nikuambie sisi kila moja vile unaona, uko na jambo lako unique, uko na jambo lako speciali ambalo huwa unalileta kwa mwili wa Kristo. Praise God. Amen. Kuna mtu ambaye siku ya leo labda maombi yake ndiyo huwa inatushikilia. Kuna mtu ambaye tuko naye hapa, labda huyo mtu upendo wake ndiyo huwa unatushikilia, kujitoa kwake ndiyo huwa kunatushikilia. Praise God. Amen. Kuna mambo mengi ambayo Mungu ametuandaa tukaweze kufanya ndio tuweze kuendelea. When you are alone, you cannot do all things. Praise God. Amen. Na ndiyo sababu nataka kuwaencourage watu wa Mungu. Ukiona mwenzako usimwangalie kwa jicho mbaya, mpende, na kama hauna hiyo upendo, omba Mungu akusaidie upende zaidi. Praise God. Amen. Kwa sababu siku moja ninakumbuka Elijah alienda kwa yule mjane wa Zarepta, na alitumwa na Mungu pale, akaenda akamwambia nipatie maji. Wakati huyo mama alienda kumtafutia maji, akaona amekubali, akamwambia tafadhali niletee mkate. Akasema ninaenda kutafuta tukuni tuwili, nikuja nipike kaunga ya mwisho, alafu tungojee kufa. Wakati aliambiwa hivyo, Elijah akamwambia enda kwanza uniandalie uniletee, kwa maana asema Bwana, hiyo kibaba ya unga na hiyo chupa ya mafuta hazitaisha. Praise God. Wakati Elijah alipolitoa hilo neno, unga siliendelea kuongezeka mpaka jai kaisha.
Praise God. Naye Elijah aliendelea kula mpaka njaa ikaisha. Nani hakusaidia mwingine hapo? Praise God. Elijah alisaidia mama kwa neno ama kwa mambo ya kiroho, naye mama akamsaidia kwa mambo ya kimwili. Praise God. Amen. Na kwa hivyo hata ndiyo sababu Biblia inasema wale ambao huwasaidia kwa mambo ya kiroho, nao mkaweze kugawana nao mambo yote mazuri ya kimwili. Praise God. Amen. Kwa sababu tukikosa kuishi namna hiyo, kile ambacho wale ambao wanapeana za kiroho wako nazo, if they withhold, kwa sababu wamelemewa mahali fulani, nayo haya ya kimwili na wewe utaikosa, kwa sababu it requires a spiritual man aweze kuliachilia neno la Mungu. Akiliachilia neno linabadilisha maisha yako, na wewe likikubadilishia maisha yako, na wewe mshughulikia kwa mambo ya kimwili. Praise God. Amen. Kwa sababu ikikosekana kuwa namna hiyo, there will be a problem somewhere. Kila mtu katikati yenu utakuta unaumia kwa sababu kuna mtu alikosa kufanya vile ambavyo inafaa. Wakati waliungana mama ambaye anajua kupeana na Elijah mwenye neno, hiyo njaa haikuwaweza. Praise God. Amen. Unanielewa? Yes. Hiyo njaa haikuwaweza. Jambo la mwisho, ama nikienda kumaliza, kuna wakati Mungu aliangalia pale Babeli, katika mnara wa Babeli, akaona watu wako kitu kimoja, na maandiko inasema walikuwa wanaongea lugha moja na maneno yao haikuwa mingi. Bible inasema Mungu aliangalia, wakati aliona unity, akasema hawa watu ni mwanzo tu. Vile wameanza sasa wanaweza kufanya mambo yote because they are united. Hapo ni Mungu mwenyewe aliingilia, akasema kwa sababu si kitu kizuri wanafanya, akatumana wakaletewa confusion. Wakati walitengana, mambo ya kujenga mnara ikaishi. Praise God. Amen. Kwa hivyo that is a very good weapon. Ukiona mahali ambapo kuna mambo inafanywa na si ya kumtukuza Mungu, it is good to send confusion there. Hiyo mambo huwa inaisha namna gani? Namna hiyo. Praise God. Amen. Kwa sababu watu hata kama ni wabaya hata wakora wakiungana na wafanye kikundi na waite jina fulani, si huwa ninasikia zingine huku zinaitwa, sijui zinaitwa majina gani. Vikundi kama hizo, when they are united, they can terrorize the whole country. Praise God. Amen. Na ni vizuri kujua ya kwamba the weapon to destroy them is to set confusion, zivunjike, kila mtu aende kivya. Bwana asifiwe. Amen. Mungu aliangalia akasema hawa wakiachiliwa hakuna kitu hawatafanya, kwa sababu wameungana, wamekuwa kitu kimoja. Watu wa Mungu, I want to finish by telling you, vile unaona tukiwa, vile mwili wa Kristo unaona ukiwa, ukiona mtu anajaribu kukuondoa, ukiona roho inajaribu kukuondoa katika jumuiya ya mwili wa Kristo, beware. Praise God. Amen. Ni vizuri ukachunge. Bwana asifiwe. I want to confess, mimi mara nyingi hata kwa kanisa, wakati watu wameingia kwa shida, most of the times wakati watu wameingia kwa shida, nimeshafika mahali na nikajiuliza why did it happen, but more often than not, huwa ninakuta ya kwamba wenye walitendekewa na mambo mara nyingi ni wale ambao hawashirikiani na wengine. Huwa unakuta ya kwamba kabla ya mambo fulani ifanyike, kuna mtu labda unaweza kukuta hakuwa katikati ya watu wa Mungu for some time, na baada ya kuwa kando, kwa sababu adui alikuwa anataka iwe hivyo, anapata nafasi, anakuja na strike. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, kwa sababu mahali tumefika, you cannot be alone buffalo. Praise God. Amen. Nataka nikuambie, kusudia katika maisha yako, every time shirikiana na wenzako. Na ukienda kushirikiana, tusishirikiane ili tukuje kushindana, tushirikiane kwa upendo
na kila mmoja akaweze kuhudumu vile ambavyo Mungu amemuita ahudumu. Na ninataka nikuambie, we shall go far. Amen. Praise the Lord. Amen. Nataka nikuambie tutaenda mbali. Tutaenda mbali. Kwa sababu ukijua kushirikiana na wenzako, ukaweza kuvumiliana, na tukaishi kwa upendo, na tuwe watu wa kusudi na nia moja, I want to tell you, where there is unity, God commands blessings. May God command your blessing as you live in peace and unity together in Jesus' name. Amen. Baraka zingine hata hazikuji kwa kuomba sana, ni kuishi tu kwa umoja. Inawezekana mmoja wetu anajua kuomba, ama ni intercessor anajua kuomba kuliko wengine, lakini ukishajiunganisha ama ukishaingia katika jumuiya ya Wakristo na ukae katikati yao, nataka nikuambie kuna mahali Mungu huwa ana command blessings just because there is unity. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Na watu wa Mungu, as I conclude, nimeona Mungu akitenda makubwa makuu. Kuna wakati tumeshafika hapa kwa hili kanisa na tukawa na project fulani, watu wakaungana, tukatoa pesa na ikatosha. Si ni kweli? Kwa sababu tumeungana. Praise God. Nimeshaona wakati ambapo tumeshakuwa na mambo fulani hapa na sisi wenyewe tukajitoa na tukaweza kushiriki katika mambo fulani mpaka idafanikiwa. I want to urge you, leo wakati nilipokuwa ninaomba, kuna jambo nilisikia Mungu akinihimisha. We have never united in prayers together. Praise God. Amen. Na sisemi ile maombi tunaomba kila mtu siku yake. Ni mapenzi ya Mungu tukaweze kutenga muda fulani, tuseme kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani tutakuwa kwa maombi na tukaweze kuomba, and as we pray, God I know is going to release his power in the name of Jesus. Amen. Ninataka nimalize na nikuambia ya kwamba before the day of Pentecost, kabla ya siku ya Pentecost, wakati wanafunzi wa Kristo walipokuja wakajazwa na Roho Mtakatifu, maandiko inasema ya kwamba they were together all in one accord, na walikuwa wanaomba pamoja wakiendelea kwa maombi. That is when the fire came upon them because they were praying together. I want to urge you, let us find and agree on a date and some days, tukaweze kuomba sisi wote tukikubaliana pamoja, tuone Mungu atafanya nini. God bless you so much. Amen. Nataka nikamalizie, nikimaliza, labda umekuwa ukinitazama, umekuwa ukinisikiliza na ungetaka kuingia katika jumuiya ya mwili wa Kristo. Sitaki niseme uingie kwa hili kanisa, nataka niseme ukaweze kuja kwake Kristo aliyeshinda mambo yote. Ukija upande wa Kristo atakufanya zaidi ya mshindi. Unaweza kuingia kwa Kristo kupitia kwa kuomba kwa imani, na unaweza kuomba hili ombi ambalo linakuongoza ukamkaribisha Yesu katika maisha yako. Sema: Bwana Yesu, naja kwako, nisamehe dhambi zote, maovu na makosa. Ninakuita na ninakualika, ingia ndani ya moyo wangu. Kutoka siku ya leo, fanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, ninakuamini, niunganishe na mwili wako. Bwana Yesu, naomba unipe roho wako, ukanipe tumaini ambalo unawapea wanaokuamini, ukanipe imani yako. Ninakuamini uwe Bwana wangu. Roho Mtakatifu, naomba uwe wangu. Ninakuomba Bwana, nikapate ubatizo wako na nikaweze kuwa na Baba mmoja na Mungu mmoja. Kwa jina lako kwa Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. God bless you. Ukiwa umeliomba hilo ombi, tunaweza kukukaribisha hapa. Kanisa hili linaitwa End Times Glory Church. Ile namba ambayo utaonyeshwa, unaweza kuipiga, utuambie ulipokea Kristo na tutakuelekeza hapa.
Na kama hawezi kuja hapa, kuna kanisa ambalo liko karibu nawe, kanisa ambalo linahubiri injili ya uzima, injili ya Kristo ikiwa haijachanganywa na chochote. You can go there and join that church and continue in the fellowship with the body of Christ. God bless you. Tuonane siku nyingine.